Akib, Ringa Citizen, Mombasa. Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba mwanamume mmoja anauguza majeraha baada ya kuchomwa kwa maji moto na mwanamke anayesemekana kuwa mpenzi wake. Inadaiwa kwamba Steve Godia alivamiwa na mshukiwa usiku wa kuamkia tarehe 14 Februari akiwa nyumbani kwake huko Umoja One hapa Nairobi. Na kama anavyoarifu Franklin Wala, kufikia sasa mshukiwa huyo bado hajakamatwa. Steve Godia anauguza majeraha mabaya hospitalini Nairobi. Anahadithia masaibu yaliyomfika usiku wa kuamkia Februari 14, siku ya wapendanao. Steve anasema alishambuliwa na rafiki wa kike kwa jina Gladwell Kagai aliyemchoma kwa maji moto. Siku ya tukio wawili hao walikutana kuzungumzia uhusiano wao, lakini mambo yaligeuka. It was my girlfriend and she burnt me because I think she was not satisfied with the explanation I had given her, or maybe she felt like me sleeping I had ignored her. Steve anasema wamekuwa kwenye uhusiano kwa miaka 3 sasa. Usiku wa tukio binti huyo alitaka kujua iwapo Steve alikuwa na uhusiano na msichana mwingine. Ugomvi uliendelea hadi usiku, na Steve alipokuwa amelala alimwagiwa maji moto na kujeruhiwa vibaya. I think the water was super boiled to high temperatures, so the food was black. I was worse than this. My face was swollen. My eyes, the next morning my eyes could not see anymore. They were swollen. The wounds were aching. The pain was very intense. Baadaye picha za CCTV zilimnasa mshukiwa akitoroka kutoka nyumba walimokuwa mtaani Umoja One, Nairobi. I realized she stole my phones. When I went to replace my SIM cards, I found that the main statement showed me she had transferred all the money. The money was around 318,450. So she stole everything and left me with 7 shillings. What I just want, the culprit should be apprehended and arraigned in court so that I can get justice. Makachero kituoni Buruburu wanasema wangali wanafuatilia kisa hiki. The bills are piling up. I'm just asking for financial support. Kufika sasa mshukiwa bado hajapatikana. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.